Tulipoishia katika sehemu ya 6 ni pale tunaambiwa si kwamba Clarence hakufanikiwa kufuta jina la Nelly kwenye moyo wa Lisa. La hasha, alifanikiwa kufuta, lakini tatizo ni kwamba Clarence alikuwa na ufunguo bandia wa kuingilia ndani ya moyo wa Lisa na Nelly alikuwa na ufunguo original, ndio maana wote walikuwa wanaingia ndani ya moyo wa Lisa. Hiyo ndio ilikuwa sababu ya Lisa kuwa njia panda. Bado alikuwa anampenda Nelly na pia hakutaka kabisa kusikia swala la yeye kuachwa na Clarence. Hapo ndipo tulipoishia katika kipande kilichopita. Basi nikukaribishe msikilizaji wa Latest Simulizi katika kipande cha leo ambacho ni sehemu ya 7. Basi tukaweze kujua ni nini ambacho kilijiri ndani ya huu mkasa mzuri kweli kweli, mkasa wa Lisa na huyu bwana Clarence, ama unaweza kuita na kukumbuka Dear Ex. Karibu sana, mimi naitwa Trishi, lakini mwandishi wa kibao hiki ni mwamba kweli kweli, muite Harry D'Souza ama Silent Killer. Hapo utakuwa umetisha kweli kweli. Haya basi tusonge mbele. Hivi nani aliwaambia kwamba wapenda nao wanaachana kirahisi rahisi? Nani alikwambia wapenda nao wanafuata ushauri wa kuwatenganisha? Hivi ni kweli watu walitarajia Clarence anaweza kukubali Lisa wake ateketee wakati anajua dawa ya kumponya? I say, wivu utawaua jamani. Ladies and gentlemen, brothers and sisters, sons and daughters, friends of mine, habari mpya kwenu ni kwamba penzi la Clarence na Lisa lilirudi likiwa na ari mpya, nguvu mpya na kasi mpya. Uhalisia wa maisha ya mwanadamu katika sayari ya 3 kutoka kwenye jua ni rahisi sana kwa mwanadamu kutoa msamaha pindi wanapokoseana, lakini sio kutoa nafasi ya uaminifu kwa mara ya pili. Lakini sasa kwa Clarence uhalisia huo ulikwenda kinyume kabisa, kwani alijikuta na msamehe Lisa na pia alimpa tena nafasi ya kumwamini kwa mara nyingine. Upendo uliongezeka mara 2 zaidi ilivyokuwa hapo awali. Ingawa kulikuwa na umbali kati yao, lakini hilo halikuwazuia kufurahishana, kwani mapenzi sio kuchikichi tu, pia yananoga sana kwenye mazoea. Lisa alimwahidi Clarence kwamba yale yaliyotokea nyuma yasingejirudia tena kwenye penzi lao. Penzi lao lingebaki kuwa la wawili kuanzia muda ule mpaka milele. Kwa kukazia ahadi zake, Lisa alimwomba Clarence hicho kifunguliwa basi wavalishane pete za uchumba mbele ya wanachuo wenzao ili wawe mashahidi katika hilo. Kupitia pete hizo basi wangefanikiwa kujenga uzio dhidi ya wanaume waliokuwa wanamtaka Lisa na wanawake waliokuwa wanamtamani Clarence. Wazo la kuvishana pete za uchumba lilikubaliwa na wahusika wote wawili. Hakuna mtu ambaye alikuwa na sababu ya kukataa, kwa kuwa lengo lao lilikuwa ni kuoana mara baada ya kuhitimu elimu ya chuo kwa mwaka uliokuwa unafuata. Clarence, mume wangu, laiti kama ingekuwa ni amri yangu, basi hata kifo kisingetutenganisha kabisa. Nakupenda sana Clarence wangu. Mona Lisa, hata minge kwa amri yangu basi tungekufa wote, au mimi nitangulie wewe unizike. Haiwezekani baba. Sasa tukifa wote, mtoto wetu Clarence atabaki na nani? Ni bora nife tu mimi ili wewe ubaki wa kumlea mwanao. Hapana, kwa hilo halikubaliki kabisa. Labda tufe wote, alafu Clarence wetu atabaki na bibi zake, shangazi, wajomba na baba zake wadogo. Unadhani mdogo wangu Klaus atashindwa kuilea damu yangu? Hayo yalikuwa ni baadhi ya maongezi kati ya Clarence na Lisa. Maongezi hayo yalifanyika kwa njia ya simu, kwani kipindi kile kila mtu alikuwa mbali na mwenzake. Siku zilisonga kwa kasi ajabu sana, japo Clarence na Lisa waliona kama zilikuwa zimeganda kutokana na kuwa na hamu kubwa ya kutaka kuonana. Ile likizo ya wanafunzi wa vyuo vikuu ilikuwa inaelekea ukingoni kumalizika.
Wiki moja kabla ya likizo kumalizika, kuna mgeni alitarajiwa kuwasili nyumbani kwao Clarence. Mtu pekee alikuwa na taarifa ya ujio wa yule mgeni alikuwa ni Bi Janet tu. Clarence na ndugu zake walikuwa hawafahamu chochote. Siku ile Bi Janet alishirikiana na wanaye kufanya usafi wa nyumba na mazingira yote kwa ujumla. Walipomaliza kufanya usafi, alimwagiza Klaus amkamate yule jogoo tegemezi na mkubwa kuliko wote kisha amchinje. Agizo la Bi Janet lilifanya wanawe wote wapatwe na mshangao. Kivipi mama yao atoe idhini ya kuchinjwa yule jogoo wakati alishawahi kuambia wanawe kwamba yule kuku sio wa kitoweo bali ni wa mbegu? Clarence alikumbuka maneno ya mama yake ambaye siku za nyuma alikataga kumchinja yule jogoo. So hivyo tu, hata baada ya Clarence kuhitimu shahada yake ya kwanza, alimuomba mama yake amchinjie yule jogoo kama zawadi ya kuhitimu masomo yake, lakini Bi Janet hakuwa tayari. Alichokifanya ni kumchinjia mwanae kuku mwingine kabisa. Bi mkubwa, hebu tuambiane basi, kuna nini leo hapa nyumbani? Maana mambo yanayofanyika sio ya kawaida. Hivi kweli wewe ndio umeruhusu yule jogoo achinjwe? Hapana, sio bure. Hapa kuna kitu. Hao mchungulia kesho hujaiona Bi mkubwa. Ndio maana umeamua kumla supu kuku wako kabla haujavuta. Hiyo ilikuwa kauli ya Clarence. Ilikuwa na utani ndani yake. Unawazimu kweli wewe mtoto. Yaani mimi nivute au nife kabla sijamshika mjukuu wangu? Thubutu. Hilo sahau kabisa. Mimi bado nipo sana. Bi Janet alimjibu Clarence kiutani vile vile, kwa kuwa walishazoeshana hayo maisha. Kuna wakati mama na wana walikuwa wanaishi maisha kama marafiki vile. Haya, tufanye umeshinda Janet. Ila naomba uniambie ukweli basi mamangu. Kuna mgeni yote anakuja au vipi? Yaani maana hata mazingira ya ndani na nje yapo tofauti sana leo. Hebu niambie basi kabla sijaenda uwanjani kwenye mazoezi. Clarence aliongea. Wewe nenda tu kwenye mpira. Hapa hakuna jambo lolote litakalotokea. Mimi nimeamua tu leo nimchinje yule jogoo ili nile na nyie wanangu. Nenda uwanjani baba, unachelewa. Ila usisahau kuambia wakuumize tena kama juzi. Sawa Ronaldo? Bi Janet alimwambia Clarence kauli hiyo. Da, shakuwa Ronaldo tena. Sawa Ronaldo, niandalie kabisa maji ya moto kwa ajili ya kukandwa mguu utakapopata majeraha. Clarence alimjibu mama yake. Kama mimi ni Mona Lisa, basi nitakuchemshia maji. Ila kama mimi ni Janet, sahau kabisa kuhusu maji ya moto. Hayo yalikuwa mazungumzo kati ya Clarence na mama yake. Mazungumzo hayo yalifanyika mnamo majira ya saa 9 alasiri. Mara baada ya kumalizika kwa mazungumzo hayo, Clarence alitoka kwenye mazingira ya nyumbani kwao na kuelekea uwanjani kucheza mpira. Mpaka kufikia majira ya saa 12 jioni, mazoezi yalikuwa tayari yamemalizika. Clarence pamoja na vijana wenzake walianza kurejea majumbani kwao. Mara baada ya kufika kwao, Clarence aliingia ndani ya nyumba na alipofika sebuleni, alikuta wadogo zake Clara pamoja na Klaus. Clara alikuwa anachambua mchele na Klaus naye alikuwa busy akikata nyanya kwa ajili ya kutengeneza kachumbari. Leo naona maajabu mengi sana hapa ndani. Yaani Klaus unakata kachumbari? Hivi kuna sherehe gani kwani? Mbona atuambiani? Clarence aliuliza ndugu zake. Kaka, yule dada wa Klaus alizungumza kauli hiyo, lakini kabla hajamaliza alikanyagwa mguuni na Clara, ikiwa ni ishara kwamba asizungumze kile alichokusudia kukiongea. Nimeona mikonyezo hapo. Clara, nimekuona umemkonyeza Klaus ili asonge kitu. Oya dogo, hebu niambie ni mdada gani na amefanyaje? Niambie mdogo wangu, usimsikilize Clara. Clarence alizungumza kauli hiyo akimtaka Klaus amalizie kauli yake. Klaus alichekecha akili chapchap. Akakumbuka maneno ya mao kwamba lile jambo lilitakiwa liwe la siri ili wamsurprise Clarence. Unajua nini kaka? Yule mdada anayeniagizaga nije kukuambia kuwa
anakupenda. Amesema kwamba kwa sasa amefikia kikomo cha mwisho kabisa cha kukupenda, hivyo hatakusumbua tena. Klaus alimjibu Clarence, "Oya janja, inawezekana ulichoongea ni sahihi, lakini mimi sikuhitaji hilo jibu kwa swali ambalo nimekuuliza." "Okay, isiwe tabu. Endeleeni kubaki na siri yenu, wala sitaki kujua kwanza siri yenyewe mbaya. Mimi ya nini sasa? Ya nini mie? Nimewaachia." Clarence alizungumza kauli hiyo ili wafanye ndugu zake wacheke. "Kaka, hivi kwa nini huwezi kukasirika jamani? Yaani kauli yako ulianza kuitoa kama makasiriko, lakini mwishoni umeamua kuingiza utani ili mradi tucheke. Bro, wewe ni wa ajabu sana. Hivi huwezi kukasirika kwani? Mara nyingi mtu anakosea, lakini unageuza lile kosa kuwa utani." Clara alizungumza. Hebu tuache hayo kwanza. Hivi bi mkubwa yupo wapi?" Clarence aliuliza. "Yupo jikoni anapika." Baada ya mazungumzo hayo, Clarence alianza kupiga hatua kuelekea jikoni alipokuwa mama yake. Lakini kabla hajaufikia mlango, alisimama. Akapata wazo lingine kwa kuwa alikuwa ametoka uwanjani kucheza mpira. Aliona ni vyema aende bafuni akaoge kwanza, maana mwili ulikuwa na mijasho mingi. Clarence alitoka nje ya nyumba kubwa kisha akaenda kwenye banda dogo alilokuwa na ala yeye siku zote alizokuwa akiishi kwao. Katika mkoa wa Mtwara ilikuwa ni vigumu sana kwa kijana wa kiume mwenye umri wa miaka zaidi ya 20 kulala nyumba moja na wazazi wake, hata kama nyumba ni kubwa na ina vyumba vingi vya kutosha. Clarence alikuwa na banda lake dogo pembezoni mwa nyumba yao. Mara baada ya kufika ndani, Clarence alichukua taulo na ndoo ya maji kisha akaanza kupiga hatua kuelekea bafuni. Alipofikia mlango wa bafu, hakuwa na wazo la kubisha hodi kwa kuwa aliamini kwamba hakukuwa na mtu yeyote mle ndani. Mama yake alikuwa jikoni, ndugu zake aliwaacha sebuleni. Clarence alishika mlango na kuufungua. Aisee, kile alichokiona machoni mwake hakukitarajia kabisa. Mtaalamu alikutana na sura ya mtoto wa kike mle bafuni. Uzuri ni kwamba yule mwanamke alikuwa tayari ameshamaliza kuoga na alikuwa anamalizia kujifunga kanga yake mwilini. Lakini pia kwa bahati mbaya, macho ya Clarence yalishaonaga tayari kifua cha mtoto wa kike. Wakati kila mtu akiwa kwenye tahamaki na mshtuko, ghafla miguu ya mwanadada ikakosa balance, hivyo alijikuta anateleza. Lakini sasa kabla hajafika chini, Clarence alimdaka na kumvuta mpaka kifuani kwake. Tukio lile liliwafanya wagande kwenye pozi fulani la kimahaba. Kwa namna walivyokuwa wamekaa, Clarence alijikuta sharukani, huku mwanadada akijiona yeye kwenye taswira ya Kajole ndani ya kuchikuchi otahe. Kila mtu sasa alikuwa ameganda akimtazama mwenzake kwa umakini na ukaribu zaidi. Hapo ndipo Clarence alipopata wasaa mzuri wa kuitambua sura yule mwanamke. Sura ile alikuwa anaifahamu vizuri kabisa. "Sharon, ni wewe?" Clarence alitaja jina hilo kwa mshangao mkubwa sana. Hakutarajia kabisa kama angeweza kumuona yule msichana nyumbani kwao. Yule msichana alikuwa ni Sharon, ni yule mwanafunzi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam ambaye aliwahi kutoa msaada kwa familia ya Clarence. Clarence alibaki ameganda huku akiwa haamini kwa kile kilichokuwa kinaendelea. "Wewe mpuuzi mimi, hebu toa mkono wako hapo uliposhika." Sharon alizungumza kauli hiyo kwa sauti ya hasira kwenda kwa Clarence. Hapo sasa Clarence akashtuka kutoka kwenye dimbwi la mawazo, kisha akatizama vyema mahali ambapo mkono wake ulikuwa. Aisee, mtaalamu alishtuka tena baada ya kuona kiganja cha mkono wake kilikuwa kimeshika titi la binti. Chap Clarence alitoa mkono wake katika kifua cha Sharon, kisha akatizama pembeni kwa aibu. Kwa kuwa Sharon alikuwa amemaliza kutumia bafu, basi yeye ndio alikuwa kwanza kutoka na kumwacha Clarence mle ndani. Sharon alitembea kwa spidi mpaka kwenye chumba alichokuwa amepangiwa kuishi kwa kipindi ambacho angekuwa pale kwa Bi Janet. Alipofika chumbani, alikaa kitandani kisha akaanza kuhema kwa spidi. Maana pressure nayo iliongezeka kufuatia tukio hilo
ambalo limetokea muda mchache bafuni. Kwa nini ashikwe titi bila ridhaa yake? Na kwa nini ashikwe na mtu ambaye sio mchumba wake wala mume wake? Mtoto wa kike alijikuta anaishiwa nguvu kule bafuni. Clarence naye alibaki ameganda huku akiwaza lile tukio lililokuwa limetokea dakika chache zilizopita pale bafuni. Kwanza kabisa aliwaza ni namna gani angeweza kutizamana na yule msichana kufuatia tukio ambalo limetokea baina yao. Sijui atahisi labda nilifanya makusudi kuingia bafuni, au atahisi nini labda. Lakini haya ni matokeo ya surprise waliokuwa wameipanga kuifanya kwangu. Mimi sina kosa katika hile. Laiti kama ningejua kuna mgeni hapa nyumbani, basi ningeingia bafuni kwa tahadhari. Sasa itakuwaje? Ila hakuna namna, ndio ishatokea. Nimeshaona nisivyostahili kuviona na nimegusa nisivyostahili kuvigusa. Hayo yalikuwa ni mawazo ya Clarence akiwa kule bafuni. Baada ya kuwaza hivyo, Clarence alikamata kopo la maji kisha akaanza kuoga. Dakika kadhaa baadaye, watu wote waliokuwa ndani ya nyumba ya Bi Janet walikutana sebuleni. Bi Janet pamoja na ndugu zake Clarence walijua Clarence angeshtuka baada ya kumuona Sharon nyumbani kwao, lakini haikuwa vile walivyofikiria wao. Clarence hakushtuka kabisa, bali alionekana kuwa na sura ya aibu. Sio Clarence tu, hata Sharon mwenyewe alijikuta anaona aibu kumtizama Clarence. Jambo lile lilimshangaza kidogo Bi Janet pamoja na wanae. Ni kwa nini Clarence na Sharon walikuwa wanaoneana aibu kutizamana? Ni vile tu hawakujua kitu chochote ambacho kimetokea kule bafuni muda mchache uliopita. Kwa kuwa ya Ngoswe anaachiwa Ngoswe, Bi Janet na wanawe hawakuoji jambo lolote ambalo lisababisha Clarence na Sharon kushindwa kutizamana machoni. Kwa kuwa wao walikuwa vijana na pia walikuwa wanafunzi wa chuo kimoja, basi waliamini pengine kulikuwa na jambo lililokuwa linaendelea kwa wawili hao. Wakiwa kama familia moja, walianza kuzungumza mambo mbalimbali kuhusu maisha ya mjini na vijijini. Ukweli ni kwamba Sharon alikuwa na ufahamu wa kina kuhusu maisha ya vijijini. Yeye alizaliwa mjini na kukulia mjini. Maisha ya vijijini alikuwa anasomaga tu kwenye vitabu akiwa shule. Sharon alikuwa mtoto wa kishua kweli kweli. Nyumbani kwao kulikuwa na bomba la mvua. Hakuwa muogaji wa bwawa tangu kuzaliwa kwake. Ile ndo ilikuwa mara yake ya kwanza kuishi vijijini, na ratiba yake ilikuwa ni kukaa siku 3 tu. Stori nyingi zilizungumzwa. Kwa hakika Sharon alionekana kuwa mcheshi sana kwa wenyeji wake, lakini hakuacha tabia yake ya udadisi. Mara kwa mara alikuwa anamuuliza maswali Bi Janet kuhusiana na namna wanavyoishi watu wa vijijini. Kila swali alilouliza lilijibiwa vizuri na wenyeji wake. Muda ulisonga na hatimaye giza liliingia. Uliwadia muda mwafaka wa wanafamilia kupata chakula pamoja na mgeni wao. Ili kumpa uhuru mgeni, Bi Janet aliamua kutenga meza maalumu kwa ajili ya chakula cha mgeni tu. Lakini sasa, kwa kuwa sio sahihi kumwacha mgeni upweke, Bi Janet alijumuisha sahani ya chakula cha Clarence kwenye meza ya mgeni. Clarence ndo alipaswa kumpa kampani Sharon kwenye chakula hile, kwa kuwa alikuwa mwanachuo mwenzake. Sasa ikawa ni uso kwa uso kati ya Clarence na Sharon. Kwa hakika meza ya chakula ilikuwa ya moto sana kwa kila mtu. Pale sebuleni hakukuwa na mtu mwingine zaidi yao. Kila mmoja alikuwa na mtazamo wake kwa kuvizia kutokana na tukio lililotokea kule bafuni jioni ya siku ile. Takribani dakika 2 zilipita bila kusikia sauti ya mtu yeyote. Kwa hakika kimya kilitawala, ila baadaye sauti zilianza kusikika. Sharon, mimi hapa sijaona kitu chochote nilipokuta kule bafuni wakati ule. Hiyo ilikuwa ni kauli ya kwanza kabisa kusikika pale sebuleni. Ilikuwa ni kauli ya Clarence kwenda kwa Sharon. Kama ukoona kitu, kwa hiyo wataka nikuonyeshe au? Sharon alimjibu Clarence. Amna, mimi nimeongea tu. Clarence alizungumza kwa upole. Kwani nimekuambia uzungumze hiyo mada au nimekuuliza kama uliona kitu kule bafuni?
Sharon alizungumza kauli hiyo kwa hasira kidogo. Hapana, hujauliza, ila na kutoa wasiwasi, usinifikirie vibaya. Nisikufikiria vibaya hiyo vipi? Kwa hiyo wataka kusema hata matiti yangu hukuyashika sio? Sharon alimuuliza Clarence. Naam, mimi matiti? Clarence alijikuta anaweseka tu. Mbona sasa unavyoweseka? Najua umenichungulia Clarence. Kwa hili siwezi kukusamehe. Maana umefanya kosa lakini bado unakana. Sharon aliongea. Basi naomba unisamehe Sharon. Nakiri kosa na nipo tayari kuadhibiwa. Clarence alizungumza. Sasa sikia Clarence. Ili nikusamehe basi kesho naomba nipeleke sehemu yote itakayonipendeza na kunifurahisha. Kazi kwako kuwaza ni wapi utanipeleka na nitafurahia zaidi mazingira yake. Sharon alizungumza kauli hiyo kwenda kwa Clarence. Aha, ni hilo tu au kuna lingine Sharon? Clarence aliuliza. Hakuna lingine, ni hilo tu. Alafu usichukulie rahisi. Yaani ukinipeleka sehemu kama haitonifurahisha basi sahau kuhusu msamaha. Usijali kuhusu hilo. Lazima kesho ufurahi. Maana mimi ndo mzee wa location huku kijini kwetu. Huku upo kwenye himaya yangu mtoto wa kike. Clarence alizungumza kauli hiyo. Story hizo zilikuwa zimedhaminiwa na chakula kitamu kabisa kutoka kwenye pishi la Bi Janet. Clarence na Sharon walikula chakula huku wakiendelea kuzungumza story za hapa na pale. Siku iliyofuata Clarence alimchukua Sharon na kuanza naye safari ya kwenda kule ambako aliamini kungemfurahisha mtoto wa kike. Clarence aliona sehemu sahihi ambayo ingemfanya Sharon afurahi ni kumtembeza kwenye mashamba ya mazao mbalimbali. Wazo hilo alilipata kwa kuwa alijua Sharon ni mtoto wa kishua ambaye hakuwahi kutembelea kwenye mapori wala mashamba kujua namna mazao yanavyozalishwa. Licha ya kwamba alikuwa anakula mahindi, mananasi, korosho, karanga, mihogo na vyakula vingine, lakini hakuwahi kuiona mimea yake jinsi ilivyo. Sawa, unakula korosho, lakini je, unaujua mti wake? Safari ya Clarence na Sharon ilianza majira ya saa 3 asubuhi na walitembea kwa miguu licha kwamba kulikuwa na umbali kwa kiasi fulani. Wakiwa njiani, Sharon aliweza kujionea mazingira mazuri yenye uoto wa asili. Majani ya miti na mimea yalipeperusha vyema rangi ya kijani na kuifanya hali ya hewa kuwa nzuri na murwa kabisa. Kama ingekuwa amri yake basi Sharon angeondoka nayo Dar es Salaam ile hali ya hewa, lakini hakuwa na huo uwezo. Upepo mwanana ulivuma na kumfanya Sharon azidi kunogewa na ile mazingira hakuwahi kabisa kuyaona tangu kuzaliwa kwake. Safari yao ilizidi kusonga mpaka walipofika kwenye shamba la Bi Janet. Shamba lilikuwa na mazao ya chakula na biashara kama vile mahindi, mbaazi, mtama, alizeti, ufuta na kulikuwa na kipande kidogo cha mikorosho. Walipoingia katikati ya shamba, Sharon alizidi kuvutiwa zaidi na mazingira. Mimea ilishamiri rangi ya kijani huku ikiwa imechanua maua yenye rangi ya njano na nyekundu. Uwepo wa maua kwenye mimea ulipelekea ndege wengi sana wenye rangi mbalimbali kujaa kwa wingi na kucheza ndani ya shamba. Jambo hilo lilimvutia na kumfurahisha zaidi Sharon. Clarence, hebu tazama namna ndege wanavyorukaruka na kucheza. Kwa hakika wanaonekana kuwa na furaha sana. Ukweli ni kwamba natamani sana kuwa na furaha siku zote za maisha yangu. Maisha yangu mimi nataka afanane na hao ndege. Sihitaji huzuni wala stress kwenye maisha. Hebu angalia pale Clarence. Umemwona yule ndege? Nashukuru sana kunileta huku Clarence. Sio siri, na enjoy kuona haya mazingira. Sharon aliongea huku akizidi kushangaa mazingira. Clarence yeye alikaa kimya huku akimtizama Sharon jinsi alivyokuwa na mbwembwe. Mtaalamu alibaki akitabasamu na kucheka, maana hakuwahi kudhani kama Sharon alikuwa na mbwembwe nyingi kiasi kile. Yaani Sharon alinogewa mpaka alitamani kuwa na bawa
ili apae akacheze na wale ndege. Tizama Clarence, natamani kupaa kama ndege na mimi. Njoo nikamate Clarence. Njoo nikamate ili nijue kama nipo ardhini au hewani. Njoo Clarence. Niko mawinguni. Sharon alijikuta anazungumza maneno hayo huku akiwa kwenye hali ya furaha isiyo na kifani. Clarence aliendelea kucheka tu, maana alichokuwa anakifanya binti kilikuwa ni kituko cha kufungia mwaka. Sharon alionekana kujiamini sana kiasi kwamba alisahau kwamba shambani ni porini pia. Clarence aliwaza, kisha kaona ajaribu kumshtua kidogo mtoto wa kike. Sharon, hebu mtizame panya anacheza hapo mguuni kwako kwa. Clarence alipogeuka huku akiwa amemgusa begani Sharon. Aise, kabla Clarence hajamaliza kuzungumza, tayari aliweka paramio kifuani na Sharon. Sharon alipiga kelele kwa uoga huku akimtaka Clarence amtoe huyo panya. Clarence alianza kucheka huku akimtaka Sharon ashushe miguu yake chini, maana pale chini hakukuwa na panya, halafu lile pozi alilokuwa amekaa lilikuwa ni hatari kwa afya ya mioyo. Sharon, teremka basi. Hakuna panya, ameshaondoka tayari. Fumbua macho, tizama chini, utaamini maneno yangu. Clarence alizungumza kauli hiyo na kumfanya Sharon afumbue macho. Baada ya kufumbua macho, Sharon alishtuka kukuta yupo kwenye pozi fulani la mahaba. Uso wake ulikuwa karibu kabisa na uso wa Clarence. Ubani kwamba Sharon mwenyewe ndo alikuwa amemshikilia Clarence mabegani na kuning'inia kifuani kwa mwanaume. Clarence yeye hakumshikilia kabisa Sharon. Mara baada ya kujikuta kwenye pozi lile chap chap, Sharon aliachilia mikono yake mabegani kwa Clarence na kufanya miguu yake ikanyaga ardhini kwa mara nyingine. Yaani bimdada aliamini kwamba lile pozi lilikuwa na hatari zaidi kuliko hata panya. Alikuwa anamuogopa. Na kumbe Sharon, wewe ni mwoga hivyo eh? Wewe ulisemaga huogopi chochote. Anyways, mimi nilikuwa nakutania tu. Wana panya wala sisimizi mguuni kwako. Clarence aliongea huku akimcheka Sharon. Kauli ya Clarence ilimpandisha hasira Sharon. Pale pale bimdada akamsogelea Clarence ili ampige. Clarence alianza kukimbia. Sharon naye alianza kumkimbiza Clarence ndani ya shamba. Ilikuwa ni vurumai bablai ndani ya shamba. Tukio lile lingekuwa linafanyika katika ardhi ya India, basi tungesema Clarence na Sharon walikuwa wanacheza songi la Kihindi, ila kwa kuwa ni katika ardhi ya Bongo, basi itoshe tu kusema kwamba walikuwa wanacheza mchezo wa kidalipo. Kwa kawaida ulikuwa ni mchezo fulani hivi wa kitoto, lakini kwa uhalisia ulikuwa ni mchezo wa mahaba kwa wawili wapenda nao. Aise, itoshe tu kusema kwamba huyu Clarence ni Sharukani mtupu. Clarence na Sharon walikimbizana sana mpaka wakachoka. Sharon alijitupa chini kisha akajilaza huku akiwa anatizama mawingu angani. Clarence naye alisogea mahali pale kisha akajilaza chali pembezoni mwa Sharon huku na yeye akitizama uzuri wa anga. Clarence, leo umenifanyisha mazoezi bila kutaka. Sio siri nimechoka sana nilipokimbia. Sharon alianza kuzungumza huku akihema kwa nguvu. Unajua nini Sharon? Mazoezi ni muhimu kwa afya yako, kwa hiyo inabidi unishukuru. Nikwambie kitu Clarence. Naambie Sharon. Kwa hakika nimeenjoy sana leo kuja kwenye haya mazingira. Sikufikiri kabisa kama ungenileta huko shambani. Nilidhani labda ungenipeleka sehemu maarufu zaidi katika kijiji chenu. Kwa hiyo kama umeenjoy means nishamaliza deni langu tayari. Kwa hiyo umenisamehe eti? Wapi, deni bado halijaisha. Naomba kesho unitembeze kwenye mitaa mbalimbali ya huko kwenu. Baada ya hapo nitakuwa sina deni na wewe. Sawa, hakuna shida. Unajua nini Clarence? Siku zote huwa nasoma kwa bidii ili niweze kufikia mafanikio kama uliyopata wewe pale chuoni. Natamani siku ya mahafali yetu nitunukiwe cheti cha mwanafunzi bora wa mwaka kama ilivyokuwa kwako. Lakini pia natamani kusoma masters degree kama wewe. Lakini sasa
naomba nikuulize kitu, na nafikiri jibu lako litanisaidia kwa kiasi fulani. Sawa, niulize na kusikiliza Sharon. Okay, unajua kwamba nilijaribu sana kukufuatilia ili nijue siri ya mafanikio katika safari yako ya masomo. Lengo kuu la kukufuatilia, nitaka kuiga staili zako ili niwe kama wewe. Lakini sasa kuna kitu kilinishangaza sana, mpaka sasa bado sijapata jibu sahihi kuhusu iko kitu. Nashukuru muda huu tuko pamoja, nadhani nitapata jibu sahihi kutoka kwako. Sawa, nenda kwenye point Sharon. Ni kitu gani iko? Unajua imeshakuwa desturi kwa walimu na wazazi wetu kutusisitiza vijana wao tulioko mashuleni na vyuoni kwamba tujiepushe na mapenzi ili tuweze kufanya vizuri katika masomo. Lakini pia kuna imani imeshajijenga kwenye jamii kwamba mapenzi na elimu ni vitu ambavyo havipaswi kuchanganywa. Endapo vitu hivi vikichanganywa, basi kinachofuata ni kuharibika kwa taswira nzima ya elimu. Hii ni imani tu, lakini kwa namna fulani naonaga ni ukweli. Watu wengi wanapoteza mwelekeo kwenye masomo kisa mapenzi. Ila bado sijakuelewa Sharon. Kwa hiyo swali lako ni lipi sasa? Okay, swali langu ni hili Clarence. Niambie, wewe kama Clarence, uliwezaje kuchanganya mapenzi na masomo kwa wakati mmoja na bado ukaendelea kuwa kinara darasani na ukafanikiwa kuwa mwanafunzi bora kitaaluma? Hilo kweli swali. Hivi Sharon, kwani mimi naonekana kama Sharukani au Mbosokani fundi wa mapenzi? Hapana, sijamaanisha hivyo Clarence. Mimi nimeongea kauli hiyo kwa kuwa najua kwamba pale chuoni una mpenzi na penzi lenu limekuwa maarufu sana. Licha ya kwamba upo kwenye mahusiano, lakini bado ulikuwa unawakimbiza wenzako kwenye masomo. Nipe siri ya kufanya vizuri darasani, licha ya kwamba ulikuwa unaugawanya muda wako kwa ajili ya kumwagilia bustani ya moyo wako. Okay, ni hivi Sharon. Ukweli usiopingika ni kwamba mapenzi ni kitovu kikubwa cha uzembe kwenye taasisi yote ile ya kiuchumi, kisiasa, kijamii au kidini. Mapenzi yanaweza kuharibu taswira ya kitu chochote kile endapo tu utajenga mahusiano na mtu asiyekuwa sahihi kwako. Kama utakutana na mtu ambaye si sahihi kabisa, basi muda mwingi utajikuta unatumia kwenye kutafuta mbinu za kutatua migogoro badala ya kufanya shughuli zingine za maendeleo. Kama unaona mimi nimefanikiwa kuhandle mapenzi na masomo kwa wakati mmoja, basi pengine nipo kwenye mahusiano na mtu sahihi. Mtu ambaye alikuwa hanipi stress za ajabu ajabu. Hivyo moyo wangu ulikuwa huru kuwaza masomo badala ya njia za kumomba msamaha mpenzi wangu. Kama ni hivyo, basi ngoja nibaki kwenye msimamo wangu, maana kumpata mtu sahihi ni probability pia. Msimamo upi ubaki nao huo? Si huu wa kuendelea kuwa single girl. Kwamba unataka kusema wewe hauna mpenzi Sharon, na huo uzuri ulionao unakosaje mpenzi? Kweli tena, nipo mwenyewe na nimeamua tu kuwa mwenyewe ili ni focus kwenye masomo tu. Hujaamua mwenyewe, acha kujisifia bwana. Kwenye hii dunia hakuna binadamu mwenye hisia za kupenda anaweza kuamua kuwa single. Ukiona mtu yupo single, basi ujue bado hajakutana na yule anayempenda. Acha kuwadanganya watu kwamba umeamua tu. Subiri siku ukikutana na atakaye kushtua mapigo ya moyo wako. Utampenda tu hata kama bado hujamaliza chuo. Wait, you will see. Sidhani kama ni kweli, maana mimi nahisi huu ni msimamo wangu niliojiwekeaga tangu nikiwa mdogo. Lengo ni kusoma kwanza, halafu mapenzi yatafuata baada ya kumaliza masomo. Unaweza usiamini, lakini ukweli ni kwamba mimi hapa sijawahi kuwa kwenye mahusiano ya kimapenzi, wala hakuna mwanaume aliyewahi kuugusa mwili wangu. Maki hapo kwanza nicheke. Kwa hiyo jana umesahau nilivyokushika na niliu. Clarence alizungumza kauli hiyo kiutani, kisha akasogea mbali kidogo kutoka pale alipokuwa Sharon.
Saa ngapi Sharon asianze kumkimbiza Clarence? Ndani ya shamba kukatibuka kwa mara nyingine. Clarence na Sharon walianza tena kukimbizana. Wakati wanakimbizana, kwa bahati mbaya Sharon alishika vibaya mmea wa mtama ambao ulikuwa na magamba yenye ncha kali. Pale pale Sharon alijikata kwenye kidole cha mkono. Damu nyingi zilianza kuvuja kwenye kidole cha mtoto wa kike. Chap chap Clarence alichana shati lake, kisha akachukua kipande cha nguo na kumfunga Sharon kwenye lile jeraha ili kuzuia damu isitoke kwa wingi. Wakati Clarence akifunga jeraha la Sharon yeye alikuwa busy akimtizama kwa makini Clarence ambaye alionekana kumjali sana. Clarence, kwa nini umeharibu shati lako kirahisi hivyo? Kwa sababu afya yako ni bora kuliko nguo yoyote ile hapa duniani. Wewe ni wa thamani sana kuliko hata hii nguo niliyoichana. Pole sana kwa kupata jeraha na nisamee mimi kukufanya uumie. Pengine nisingekimbia basi hata wewe usingekimbia. I'm speechless for sure. Sharon alizungumza kauli hiyo akiwa na maana ya kwamba kwa hakika hana kauli juu ya maneno yaliyozungumzwa na Clarence. Dakika zile zile hali ya hewa ilibadilika. Angani wingu likatanda na mvua nayo ikaanza kunyesha. Clarence na Sharon walikwenda kujibanza chini ya mti wa korosho, yani mkorosho, ili kujizuia wasiloe na matone ya mvua. Kwa kiasi fulani matone ya mvua yalikuwa yanawafikia pale walipokuwa wamejibanza chini ya matawi ya mkorosho. Swala hilo lilimfanya Clarence avuje jaketi lake, kisha akamfunika Sharon kichwani na yeye mwenyewe akadumbukiza kichwa chake ndani. Kwa kufanya hivyo waliweza kujikinga na matone ya mvua kwa kiasi fulani. Wakiwa ndani ya jaketi, hakuna mtu ambaye aliinua mdomo wake kuongea na mwenzake. Lile pozo lilokaa lilikuwa la hatari kwa afya ya mioyo yao. Kila mtu alikuwa anasikilizia mapigo yake ya moyo ambayo yaliongezeka spidi na kasi. Baada ya dakika takriban 10 kupita, mvua iliacha kunyesha. Sharon alitoka ndani ya jaketi, kisha Clarence akalivaa mwenyewe. Sharon alibaki amesimama huku akitetemeka kwa baridi. Clarence alivyoona ile hali kwa mtoto wa kike, akaamua kuvua ile jaketi na kumvalisha ili limkinge kwa baridi. Tukio lile lilimfanya Sharon aone anajaliwa sana na Clarence. Alitamani kusema asante, lakini mdomo ulikuwa mzito, hivyo aliamua kunyamaza tu. Ratiba iliyokuwa inafuata kwa wawili hao ilikuwa ni kuanza safari ya kurejea kijijini, maana masaa alikuwa amesonga. Wakati wakiwa pale chini ya mkorosho wakijiandaa kuondoka, ghafla kuna tawi lilikuwa linadondoka kutoka juu ya mti. Tawi lile lilikuwa linakwenda kudondokea kwenye eneo ambalo Sharon alisimama. Kabla lile tawi halijamfikia Sharon, Clarence aliliona, hivyo alimwahi faster, kisha akamgeuzia upande aliokuwa yeye na kumkumbatia. Lile tawi badala ya kudondokea kichwani kwa Sharon, hatimaye lilikwenda kukita moja kwa moja katika mgongo wa Clarence. Nyie, huyu Clarence achunguze uraia. Usikuta jamani Muhindi, ila kaamua kutudanganya yeye ni mbongo. Clarence, umeumia eti? Hapana, sijaumia, nipo sawa Sharon. Hujaumia vipi wakati mimi naiona damu Clarence? Ni mchubuko tu, wala usijali. Halafu mimi ni mporipori, kwa hiyo akakajeraha hakanipi mawazo. Hebu funga zipu ya jaketi then tuondoke. Hayo yalikuwa maongezi kati ya Clarence na Sharon mara baada ya tukio la kudondoka kwa tawi la mti ambalo lilikita katika mgongo wa Clarence. Ukweli ni kwamba Clarence alipata jeraha mgongoni na alikuwa anahisi maumivu makali sana. Ingawa alimwambia Sharon kwamba yupo sawa, lakini haikuwa kweli. Hata Sharon mwenyewe alishagundua kwamba Clarence alikuwa anajikaza tu, ila alikuwa mwenye maumivu makali. Hakukuwa na jambo lingine la kufanya zaidi ya wao kurudi kijijini. Njiani walipiga story nyingi, huku Clarence akimuonesha Sharon mimea na ndege, huku akimtajia majina ya viumbe hivyo. Yote kwa yote, mtoto wa kike alimwomba Clarence wakisharejea chuoni basi wawe karibu ili apate nafasi ya kumfundisha baadhi ya mada za darasani ili afanike kufikia malengo yake. Clarence hakuwa na kipingamizi juu ya ombi la bimdada.
alimtoa wasiwasi na kumhakikishia kwamba wangekuwa wote na angejitoa kwa ajili yake na kadri awezavyo. Sharon alijikuta na furahi sana kupata nafasi ya kuwa karibu na role model wake kwenye masuala ya taaluma. Baada ya mwendo wa takriban nusu saa, hatimaye walifanikiwa kufika kijijini. Bi Janet alimpokea kwa mara nyingine mgeni wake na kumtaarifu kwamba maji yake ya kuoga yalikuwa tayari bafuni. Sharon alikuwa kwanza kuoga, kisha Clarence naye alifuata. Ratiba zingine zilifuata mara baada ya kutamatika kwa zoezi la kuoga. Siku iliyofuata, Clarence alimchukua Sharon na kuanza kumzungusha kwenye mitaa mbalimbali. Clarence alimpakiza Sharon kwenye baiskeli kisha akaanza kuzunguka naye mtaani. Ilikuwa ni siku nyingine ya furaha kwa mtoto wa kike, na kitu ambacho kilimfurahisha zaidi ni ule usafiri waliotumia. Ilikuwa ni mara ya kwanza kabisa kwa Sharon kupanda baiskeli. Huyo Clarence sasa alipokuwa na mbwembwe wakati anaendesha baiskeli, alichokuwa anakifanya ni kupita kwenye mashimo kwa makusudi. Jambo hilo lilikuwa linampa hofu ya kudondoka Sharon, hivyo akawa anamshikilia Clarence kwa nguvu, tena kwa staili ya kumkumbatia hivi. Ile staili ya kukumbatiana wakiwa kwenye baiskeli ilikuwa inatengeneza hisia fulani kwa dereva na abiria. Swala lile lilikuwa hatari sana kwa afya ya mioyo, kwa kuwa walionekana kuwa kwenye mahaba kwa namna fulani hivi. Mwanzo mpaka mwisho wa safari walionekana kuwa na nyuso za tabasamu na vicheko. Kwa hakika walifurahi sana. Sio tu Sharon bali hata Clarence alifurahi kuliko kawaida. Hivyo ndivyo Sharon alivyoitumia siku yake ya pili katika ardhi ya Mtwara. Siku iliyofuata, ambayo ndio ilikuwa siku ya tatu, ilikuwa ni siku maalum kwa ajili ya Sharon kujiandaa na safari ya kurejea Dar es Salaam. Bi Janet alimwandalia Sharon vizawadi vidogo vidogo vya kuondoka navyo kama vile korosho, karanga, kuku na kadhalika. Siku hiyo pia Sharon alitumia kwa ajili ya kuaga wenyeji wake. Kwanza kabisa aliwashukuru kwa mapokezi yao na ukarimu wa hali ya juu aliotendewa. Mtoto akishua alishindwa kuficha hisia zake juu ya ardhi ya Mtwara. Ukweli ni kwamba alivutiwa sana na mazingira, hivyo aliahidi kwamba siku moja angerudi na angejifunza kilimo. Sharon mwanangu, siwezi kukuambia kwamba muda wote unakaribishwa, kwa sababu hapa ni nyumbani kwako pia. Hapa haukaribishwi, bali ni ruksa kwako kuingia na kutoka muda wote unaotaka. Kwa sasa ninachojua ni kwamba nina watoto wa kike 2 na wa kiume 2 huko chuoni mimi sipo. Hivyo na kukabidhi Clarence umtizame badala yangu. Kama kuna baya lolote litamkuta Clarence, basi simu yangu ya kwanza itakuwa kwako. Naomba mkaishi kwa kusaidiana katika nyakati mbalimbali. Nyie ni kama mapacha, na ndio maana niliwapa vipande vya rozali vinavyofanana. Yote kwa yote, na kutakia masomo mema na usafiri salama mwanangu. Hiyo ilikuwa ni moja ya kauli ya Bi Janet katika harakati za kumwaga Sharon. Siku iliyofuata, Clarence na ndugu zake walimsindikiza Sharon stendi ya mabasi, na hatimaye bimdada alipanda basi na kuanza rasmi safari ya kurudi Dar es Salaam. Wakati gari linakata mawimbi, muda wote Sharon alitupa macho dirishani na kutizama mazingira ambayo yalipendezeshwa na uoto wa kijani, lakini pia alijionea ndege wa rangi mbalimbali wakiruka na kucheza kwenye ule uoto wa kijani. Tukio hilo lilimfanya mtoto wa kike amkumbuke mtu hakuwa mwingine bali ni Clarence. Sharon alijikuta anamkumbuka Clarence. Alikumbuka ile siku walipokuwa kule shambani wakicheza na kukimbizana. Alikumbuka ule uchizi wake wa kujifananisha na ndege. Alikumbuka pia namna alivyojikata na mmea wenye ncha kali. Alikumbuka namna Clarence alivyochana shati lake na kumfunga kwenye lile jeraha alilolipata. Bimdada alitizama kwa umakini kidole chake, kisha akajikuta na tabasamu tu. Bado binti aliendelea kukumbuka tu. Alikumbuka namna alivyosaidiwa na Clarence ili asidondokiwe na tawi la mkorosho, na mwisho kabisa alikumbuka vituko vya Clarence walipokuwa wamebebana kwenye baiskeli. Kwa hakika ni mcheshi, mpole, ana moyo wa kujali na kuthamini. Anajua kulinda kitu akipendacho. Yupo tayari kujitoa sadaka kwa ajili ya mtu mwingine. Anaigiza uchizi ili kumfurahisha mtu. Ni handsome,
Sauti yake inavutia, halafu anajua kutabasamu kwa kweli. Hayo alikuwa mawazo ya Sharon juu ya Clarence. Siku 3 baadaye, Clarence naye alianza safari kuelekea Dar es Salaam kwa ajili ya kuendelea na masomo ya chuo. Likizo ilikuwa tayari imemalizika, hivyo vyuo vilikuwa vimefunguliwa kwa ajili ya kuanza mwaka mpya wa masomo. Mwaka ule ulikuwa ni wa mwisho kwa Clarence ambaye alikuwa anasomea shahada ya uzamili. Lakini pia mwaka ule ulikuwa ni wa mwisho kwa Sharon na Lisa ambao walikuwa wanasomea shahada ya awali. Clarence aliwasili Dar es Salaam salama kabisa, na mtu wa kwanza kabisa kumuona alikuwa ni kipenzi cha moyo wake, Mona Lisa. Siku ile Mona Lisa aliwahi stendi ya mabasi ya mkoa mapema sana kwa ajili ya kumpokea Clarence wake. Mara baada ya kuonana na kupokea na mizigo, walipanda daladala na kuanza safari kuelekea kwenye hosteli za chuo walipokuwa wanaishi. Safari yao ilifikia ukomo kwenye chumba cha Clarence. Chumba kilichafuka mno, hivyo Lisa alianza kufanya usafi na kupangilia vitu kwa usahihi. Kwa hakika hakuna kipindi kitamu zaidi kwenye mapenzi kama kile kipindi ambacho wapenda nao wanakutana kwa mara ya kwanza baada ya kutengana au kuwa mbali kwa muda mrefu. Hako ka feeling kake kanakuwa katamu kuliko hata sambusa za nyama. Siku ile Lisa hakwenda kwenye hosteli aliyokuwa anaishi. Badala yake alibanana na Clarence usiku kucha. Na vile Clarence alitoka kijijini kwenye mihogo, magimbi, karanga na dona, basi walijikuta wao ndo wanaamsha majogoo ili wawike badala ya majogoo kuwika ili waamshe wao. Kwa hakika hawakulala usiku kucha. Maisha ya chuo yaliendelea kama kawaida. Kila kitu kilianzia pale pale kilipokomea mwaka wa masomo uliopita. Kila mhusika wa chuo aliendelea kutimiza wajibu wake kulingana na wadhifa wake. Viongozi walisimamia shughuli zote za uendeshaji na usimamizi wa chuo. Wakufunzi na wahadhiri waliingia madarasani na kuwafundisha wanafunzi. Wanafunzi nao waliingia madarasani kwa ajili ya kuendelea kujifunza kutoka kwa wahadhiri wao. Hata Clarence naye aliendelea kutimiza wajibu wake kama mwanafunzi na pia alitekeleza vyema majukumu yake kama mkufunzi msaidizi. Wakati hayo yote yanaendelea, bado penzi la Lisa na Clarence lilikuwa gumzo pale chuoni. Lisa alikuwa anatembea kifua mbele kwa ajili ya Clarence. Kwa nini asijishaue mtoto wa kike? Clarence kashakuwa wake, kwa nini asiringe wakati kupendwa ni jadi yake? Aisee, sio siri, penzi la Lisa na Clarence bado liliendelea kuwa moto. Hakukuwa na ishara yote ya kuvunjika leo wala kesho. Wanachuo wengi waliamini Clarence na Lisa ni lazima wangeoana muda wote kuanzia wakati ule. Fikra zao zilikuwa sahihi, kwani Lisa na Clarence walipanga kuoana mara baada ya kuhitimu chuo. Wiki 2 baadaye kulitokea na tukio la kumbukizi au siku ya mfanano wa kuzaliwa kwa Lisa, yani birthday. Clarence aliamua kuifanya birthday ile kuwa bora zaidi kuliko birthday zilizopita huko nyuma. Alichokifanya ni kukodi ukumbi pale chuoni, kisha akaandaa mazingira kwa ajili ya sherehe maalumu ya siku ya kuzaliwa kwa mpenzi wake. Lisa aliwaalika marafiki pamoja na wanafunzi wenzake kwa ajili ya kumsupport katika shughuli yake. Hata Clarence pia aliwaalika baadhi ya marafiki zake wa mtaani ambao walihitimu nao shahada ya awali, akiwemo Charles pamoja na wale marafiki alikuwa anaendelea kusoma nao shahada ya uzamili. Muda wa kuingia ukumbini ulipofika, marafiki waliingia na sherehe ilianza. Miongoni mwa watu waliohudhuria ile sherehe alikuwemo binti Sharon. Clarence ndiye aliyemwalika Sharon afike pale, kwani kwa wakati huo walikuwa na mawasiliano karibu sana. Uwepo wa Sharon ndani ya ukumbi uliwashangaza watu, kwa kuwa mwanadada huyo hakuwa na desturi ya kuonekana kwenye matukio kama yale. Hata Lisa mwenyewe alishangaa kumuona Sharon eneo lile, kwa kuwa wao hawakuwa na urafiki wala mazoea, japo hawakuwa maadui. Ukweli ni kwamba Sharon alihudhuria ile sherehe kwa heshima ya Clarence tu. Lisa yeye alikuwa hafahamu kwamba Sharon na Clarence walikuwa na mawasiliano kwa ukaribu. Sherehe ilianza ndani ya ukumbi. Ratiba moja baada ya nyingine ilifuata. Ulifika ule wakati wa marafiki kupeleka zawadi kwa mwenye birthday yake. Marafiki
Walimpa Lisa zawadi mbalimbali, hata Sharon naye alimpelekea Lisa zawadi, jambo ambalo lilifanya Lisa na baadhi ya watu waendelee kushangaa. Ukweli ni kwamba kuna chembe za uadui zilitengenezwa na baadhi ya wanachuo wa Lisa na Sharon. Kulikuwa na watu ambao walitengeneza utimu kwa wanadada hao katika swala zima la kuwashindanisha uzuri na urembo. Kuna watu walikuwa wanaamini Lisa ni mrembo zaidi kuliko Sharon, na kuna watu walikuwa wanaamini kwamba Sharon ni mrembo kuliko Lisa. Hapo ndipo utimu ulipotengenezwa pale chuoni. Lisa na Sharon wenyewe hawakuwa maadui, ila walijikuta hawana urafiki wala mawasiliano, licha ya kwamba wote walikuwa wanafunzi wa kozi moja. Mara baada ya Sharon kutoa zawadi kwa Lisa, alirudi na kuketi kwenye kiti. Sasa ikafika zamu ya Clarence kutoa zawadi kwa Lisa. Watu wote ukumbini walitulia kusubiri kuona Clarence atampa zawadi gani mpenzi wake. Clarence alipomfikia Lisa mbele ya jukwaa, alimtizama machoni kwa umakini, kisha akazama mfukoni na kutoa kiboksi kidogo. Mtaalamu alipiga goti mbele ya Lisa, kisha akafungua kile kiboksi na kutoa pete ya uchumba, kisha akazungumza kwa upole kabisa. Mona Lisa, will you marry me? Hayo yalikuwa maneno yaliyotoka kwenye kinywa cha Clarence, akimuuliza Lisa, je, ataolewa na yeye, ama je, yupo tayari kuolewa na yeye Clarence? Aise, watu wote mle ukumbini walitulia tuli kusubiri jibu la Mona Lisa juu ya ombi la Clarence. Nye, waambieni Sharon na Nelly watasubiri sana. Lisa alimtizama kwa makini Clarence. Aliweza kuona taswira ya upendo machoni mwa mtaalamu. Pale pale Lisa alijikuta ananyosha mkono wake na kumpa Clarence kiganja cha mkono, huku akitokwa na machozi ya furaha. Clarence baba, mimi hapa. Unahisi nitawezaje kusema hapana? Nitaanzia wapi kupinga ombi lako wakati nakupenda mpenzi wangu? Clarence, basi mimi hapa nipo tayari kuolewa na wewe. Hilo lilikuwa jibu la Lisa kufuatia ombi la mtaalamu Clarence. Shangwe za wanachuo zilisikika ndani ya ukumbi baada ya Lisa kukubali kuvishwa pete ya uchumba na Clarence. Bila kuchelewa, Clarence aliweka pete ya uchumba katika kidole cha Lisa. Alipomaliza kumvisha pete, aliibusu, kisha akasimama na kumkumbatia. Watu waliokuwa ndani ya ukumbi walizidi kuwapigia makofi wapenda nao. Wakati Lisa na Clarence wamekumbatiana, Clarence alijaribu kupenyeza macho kwa marafiki waliokuwa mashuhuda wa lile tukio. Alipotizama kwa makini, aliweza kuiona sura ya Sharon ikiwa imewatizama. Macho ya Clarence na Sharon yalikutana, huku Sharon akiwa anapiga makofi ya pongezi kwa wapenda nao. Ingawa Sharon alionekana kupiga makofi ya pongezi, lakini sura yake ilikuwa na tabasamu la kulazimisha. Ni kama alikuwa anapitia maumivu fulani ndani ya moyo wake. Ile fumba macho na kufumbua, Clarence alishangaa kutokumuona Sharon pale alipokuwa amekaa mwanzo. Mtaalamu alianza kuangaza macho kwenye kona zote za ukumbi, lakini hakubahatika kumuona mtoto wa kike. Kwa vile ya ngoswe anaachiwa ngoswe, Clarence aliachana na mawazo juu ya Sharon, kisha akaendelea kuipamba sherehe ya mke wake mtarajiwa. Muda ule Sharon alikuwa ametoka nje ya ukumbi baada ya kuhisi hakuwa sawa kiakili. Moyo, naomba uendelee kusukuma damu moyo. Hii nini tena jamani? Mbona sielewi, lakini no. Haiwezi kuwa kabisa, yule ni mchumba wa mtu Sharon. Hebu tulia basi. Sharon alijisemea peke yake huku akipiga kifua chake. Sharon aliamua kwenda sehemu aliyokuwa amepaki gari lake, kisha akapanda na kuondoka. Bimdada aliondoka pasipo kutoa pongezi wala kumwaga Clarence ambaye alimwalika kuhudhuria hafla ile. Huku nyuma sherehe iliendelea kama kawaida, na alipofika majira saa 6 kamili usiku, waliamua kutamatisha kila kitu. Kila mwanachuo aliyehudhuria sherehe ile alirudi kwenye makazi yake. Clarence, Lisa na Charles waliongoza njia moja, huku wakipiga stori za hapa na pale. Mpaka kufikia kipindi kile, roho ya Charles ilikuwa nyeupe kabisa juu ya penzi la Clarence na Lisa. Alipongeza kwa marefu na mapana, huku akiwatakia heri na baraka katika mahusiano yao. Baada ya mwendo wa dakika kadhaa, walifika kwenye hosteli aliyokuwa anaishi Clarence. Charles
Hakutaka kupoteza muda, badala yake aliwaaga wapenda nao ili aweze kuondoka. Clarence alimtaka Lisa aingie ndani, kisha akaanza kumsindikiza rafiki yake. Oya Clarence, kuna kitu nataka kukuuliza mwanangu, Charles aliongea, kisha akauliza swali ambalo lilimshtua sana Clarence na kumfanya akose jibu sahihi kwa wakati ule. Siku iliyofuata Clarence alikuwa kwenye majukumu ya ukufunzi ndani ya darasa, lakini Alisa, kama kawaida, wanafunzi walionekana kuwa makini kumsikiliza mwalimu kwa utulivu kabisa. Wanafunzi wengi walionekana kuelewa somo, lakini hali ilikuwa tofauti kabisa kwa Sharon. Sharon alionekana kuwa mbali sana kimawazo. Siku ile alishindwa kabisa kwenda sambamba na mwalimu, wakati haikuwa kawaida yake. Clarence aliuliza maswali mengi kwa wanafunzi, lakini Sharon hakunyoosha mkono kujibu swali lolote lile. Kwa kuwa haikuwa desturi kwa Sharon kumaliza kipindi bila kujibu swali, Clarence aliamua kuuliza tena swali, kisha akamchagua Sharon atoe jibu. Ule ndio ulikuwa muda ambao Clarence na baadhi ya wanafunzi kugundua kwamba kuna kitu hakikuwa sawa kichwani kwa Sharon. Swali hili lilikuwa jepesi sana, lakini Sharon alishindwa kujibu. Swala lile lilimfanya Clarence afahamu kwamba tangu mwanzo wa kipindi mpaka kufikia nukta ya mwisho, Sharon hakuelewa kitu. Clarence alianza kukumbuka kitu. Oya Clarence, kwani kuna kitu kinaendelea kati yako na yule Sharon? Mbona kama alikuwa anatoa machozi ule muda ule kunamvisha pete Lisa? Kama haitoshi, nilimuona ameondoka ghafla ndani ya ule ukumbi na hakurudi tena. Hiyo ilikuwa ni kumbukumbu ya maneno ya Charles kwenda kwa Clarence. Maneno hayo Charles alizungumza usiku uliopita wakati akisindikizwa na Clarence mara baada ya kumalizika kwa birthday party ya Lisa. Mara baada ya kukumbuka maneno hayo, Clarence alianza kulinganisha matukio. Chap alitoa simu yake, kisha akamtumia Sharon ujumbe wa maandishi. Baada ya kipindi, naomba tuonane ofisi namba 97A. Huo ulikuwa ujumbe wa maandishi ambao Sharon aliupokea kwenye simu yake kutoka kwa Clarence. Sharon alisoma kisha akaweka simu kwenye mkoba wake bila kujibu kitu. Kipindi kilipomalizika, wanafunzi walitoka darasani na kuanza kurejea kwenye makazi yao. Wale wazee wa mashule walibaki kwenye mazingira ya chuo kujisomea kama ilivyokuwa kawaida yao, na wale wazee wa batabatani walirudi mtaani kuponda starehe. Sharon alipotoka darasani alikwenda moja kwa moja ambako kwenye ofisi alikuwa ameelekezwa na Clarence aende. Alipofika alimkuta Clarence peke yake ndani ya ile ofisi. Sharon alikaribishwa kisha kaketi kwenye kiti. Wote wawili walianza kutizamana machoni bila kuzungumza kitu kwa sekunde kadhaa. Baada ya kimya cha muda mfupi kupita, hatimaye sauti zilianza kusikika. Sharon, kuna jambo lolote baya ambalo linakusumbua kwa sasa? Clarence alimuuliza Sharon. Hapana, hakuna kitu kinachonisumbua, Sharon alijibu. Sio kweli Sharon. Kamwe huwezi kuficha kitu kwa mtu anayekujua vizuri. Kwa namna unavyoonekana ni dhahiri kabisa akili yako haipo sawa. Kile ulichokifanya darasani kwenye kipindi changu hakikufanywa na akili yako. Nini shida Sharon? Naomba unisamehe kwa kushindwa kujibu swali kwa usahihi. Mimi ni mwanafunzi na kukosea kujibu darasani ni swala la kawaida. Mimi sio genius kwamba nafahamu majibu ya kila swali. Kuna maswali mengine huwa sifahamu majibu yake. Nisamehe sana Saa. Sharon, si unakumbuka nishakukatazaga kuniita Saa tunapokuwa wawili? Mimi ni Saa kwenye nyakati nikiwa darasani nafundisha, lakini nikiwa nje ya darasa basi mimi ni Clarence kwako. Lakini kumbuka hapa upo ofisini kwako Clarence. Kwa nini nikuvunjie heshima mbele ya kiti chako? Okay, naomba nikuulize kitu Sharon. Hivi kwa nini jana uliondoka ghafla pale ukumbini bila kuniaga? I'm sorry Clarence. I'm so sorry kwa kushindwa kukupa ushirikiano kwenye jambo lako. I'm sorry pia kwa kushindwa kukupongeza kwa hatua nzuri uliofikia wewe na mpenzi wako. Halikuwa lengo langu kuondoka, lakini ilikuwa ni lazima mimi niondoke kwa kuwa nilipata dharura ya ghafla iliyoshtua mapigo ya moyo wangu. Nafikiri ile dharura ndio imefanya mpaka leo nionekane sipo sawa kiakili. Lakini naamini
kila kitu kilikwenda vizuri, licha ya kwamba sikuwepo kwenye eneo la tukio. Lakini pia nafikiri bado sijachelewa kuwapongeza wapendanao. Clarence, mimi nasema hongera. Hongera sana kwa kumvisha pete mwanamke wa ndoto zako. Nawatakia kila laheri na baraka katika safari yenu ya Sharoni alizungumza kauli hiyo kwa hisia, huku akiwa ameinamisha kichwa chini, na kabla hajamalizia kuongea neno la mwisho alijikuta anapata kigugumizi. Sharoni, mbona unazungumza ukiwa umeinamisha kichwa chini? Hebu inua kichwa nitizame machoni. Clarence alizungumza kauli hiyo. Sharoni alishindwa kufanya kama alivyoambiwa na Clarence. Badala yake aliinuka kwenye kiti, kisha akampa Clarence kichogo kwa kugeuka nyuma chapchapo. Sura ya Sharoni ilikuwa inatizama mlangoni, yaani mlango wa kutokea, kwani hakutaka kabisa kumtizama Clarence. Hakutaka kabisa Clarence aone muonekano wa sura yake kwa wakati ule. Clarence alibaki na mshangao mkubwa kufuatia ile tukio lilokuwa linaendelea. Sharoni, mbona nashindwa kukuelewa? Sasa unainuka unaenda wapi wakati hatujamaliza maongezi? Clarence alimuuliza Sharoni kwa mshangao. Kwa leo naomba tuishie hapa, maana kuna sehemu nataka nipeleke mzigo mara moja. Kama kweli hujanielewa basi utanielewa siku nyingine baba. Kwa kumalizia tu, naomba ufikishe salamu za pongezi kwa wifi yangu Lisa. Mwambie kwamba kwa hakika amepata mwanaume bora na sahihi kwenye maisha yake. Sharoni aliongea kisha akaanza kupiga hatua kuondoka. Clarence alibaki ameganda huku akimsindikiza Sharoni kwa macho. Uhalisia wa mahusiano kati ya Nelly na Lisa ulifikia tamati tangu ile siku ambayo Nelly alimwomba Clarence amsamehe Lisa na waendeleze penzi lao. Tangu kile kipindi Nelly na Lisa walisitisha mawasiliano kabisa. Kila mtu aliendelea na maisha yake. Ilipita miezi kadhaa bila wawili hao kuonana, lakini sasa kwa kuwa milima tu ndo huwa haikutani ila binadamu hukutana, hatimaye Nelly na Lisa waliweza kukutana kwa mara nyingine katika mazingira ambayo kila mmoja wao hakutarajia kama wangekutana. Muonekano wa Lisa ulikuwa mpya kabisa machoni mwa Nelly. Nelly alijikuta anajiuliza maswali kichwani mwake kwamba hivi ni kweli yeye ndo aliridhia Lisa aende kwa mwanaume mwingine? Hapana, kwa kweli Nelly aliona haiwezekani apoteze jimbo lake kiurahisi vile, ili hali alikuwa anakubalika. Wazo jipya la Nelly lilikuwa ni kurudisha mahusiano yake na Lisa. Mtaalamu alianza kumchombeza Lisa kwa maneno mazuri ya kurudisha penzi lao. Alionyesha nia ya dhati ya kumpenda Lisa, lakini kwa wakati huo Lisa hakuwa tayari kurudi kwa Nelly. Nelly alianza kumkumbusha Lisa matukio mbalimbali waliyofanya siku za nyuma katika penzi lao pamoja na ahadi mbalimbali ambazo walizipanga hapo awali. Maneno ya Nelly bado hayakutosha kabisa kumshawishi Lisa arudi kwenye penzi la zamani. Kitu pekee ambacho Nelly alikutana nacho ni pete ya uchumba katika kidole cha Lisa. Lisa alimwambia Nelly kwamba yeye ni mchumba wa Clarence na tayari walishavalishana pete. Kwa tafsiri ya kawaida ni kwamba Nelly alishachelewa, kwani penzi la Lisa na Clarence lilifikia kwenye hatua za mwisho kabisa kuelekea njia ya ahadi. Nelly alijikuta anachanganyikiwa. Mwanaume hakujua ni nini cha kufanya ili aweze kukatisha ile safari ya Lisa na Clarence. Kwanza kabisa alijilaumu kwa maamuzi ya kijinga ambayo aliyafanya mwanzo kwa kumruhusu Clarence na Lisa wawe pamoja. Alipofanya yale maamuzi huku alijua kwamba wawili hao wasingeweza kufika mbali kwenye safari yao ya kimapenzi. Kile alichowazaga kwa bahati mbaya kilikwenda tofauti kabisa, kwani Lisa na Clarence walikusudia kufanya kweli ili kufika nchi ya ahadi. Lisa, sawa, nimekubali kukukosa. Nimekubali kukuacha uende kwa mpendaye. Nimekubali kufanya kumbukumbu ya yale yote tuliyofanya hapo awali. Lakini sasa naomba unipe nafasi moja tu ya mwisho kwenye maisha yako. Siombi unipende wala nikupende, ila nachoomba unipe nafasi ya kulipa deni langu kwako. Kwako nina deni ambalo litaninyima usingizi endapo tukiachana bila kulilipa. Nipe nafasi ya kulipa deni langu kwako Lisa. Deni? Deni lipi tena jamani? Mbona mimi sikumbuki kama nakudai Nelly? Lisa,
siku zote ahadi ni deni. Mimi nilishakuahidi kitu ambacho bado sijatimiza kwako mpaka kufikia leo hii. Mwanzo sikuwa na uwezo, ila sasa nina uwezo wa kutimiza. Please Lisa, naomba nafasi nilipe deni langu kabla sijatoweka mazima kwenye upeo wa macho yako. Kwani uliniahidi nini ambacho hujakitimiza Neli kwangu? Lisa, unakumbuka siku moja uliniambia unatamani sana kwenda kufurahia maisha kule visiwani Zanzibar? Nakumbuka ulisema siku moja ukipata pesa basi utanichukua mimi ili tukafurahia maisha kule Forodhani. Ulisema unatamani sana siku moja ufike kwenye bustani ya Forodhani ili ukapunge upepo mwanana kama wanavyohadithia watu. Ulisema pia ni ndoto yako kufika kwenye nyumba ya maajabu, yani House of Wonders au Belt El Jab, ili ukashuhudia maudhui yaliyomo ndani yake. Nadhani unakumbuka pia nilikula kiapo na kukuahidi kwamba nitazitafuta pesa na kukupeleka huko visiwani ili ukajionee kwa macho yale uliokuwa unayasikia. Zile pesa sasa nimezipata Lisa. Zipo nyingi sana, utakula mpaka utasaza. Mimi nakusikiliza wewe tu, uniambie ni lini utakuwa free ili tuende ukatimiza ndoto yako na mimi nikatimiza ahadi yangu. Hayo yalikuwa maneno ya Neli kwenda kwa Lisa. Maneno ya Neli yalimfanya Lisa akumbuke mbali sana. Kile kilichozungumzwa na Neli kilimgusa Lisa. Ni kweli walishawahi kupeana ile ahadi na ilikuwa ni ndoto kubwa ya Lisa kufika katika eneo la Forodhani visiwani Zanzibar. Lilikuwa ni eneo lenye kupendeza na kuvutia watalii na watu walioridhika na maisha kwenda kupumzika huko wakifurahia vivutio mbalimbali pamoja na kula bata. Licha ya kwamba Lisa alikuwa na ndoto ya kufika kwenye kile kisiwa, lakini aliamua kukataa ofa ya Neli na kumwambia kwamba kwa kuwa yeye ndo anadai basi aliamua kumsamehe ile deni. Neli baada ya kukubali kushindwa, aliendelea kutumia kila aina ya vishawishi kwa nguvu ya pesa alizokuwa nazo, na mwisho wa siku Lisa aliamua kuiaminisha jamii kwamba wanawake ni viumbe dhaifu katika swala zima la matumizi ya akili na moyo. Lisa alishindwa kufikiri kipi kingefuata kama angekubali ofa ya Neli. Alichokifanya yeye ni kufuata msukumo wa moyo na sio akili. Zile kumbukumbu za maisha ya nyuma kati yake na Neli zilimfanya ashindwe kukataa ofa ya Neli. Neli alimwaminisha Lisa kwamba safari yao kuelekea Zanzibar ilikuwa na dhamira ya kwenda kuliaga penzi lao na sio kulijenga upya. Tukio hilo lilipangwa kufanyika siku ya sikukuu ya mwaka mpya. Hivyo mara baada ya kuagana, kila mtu angeuanza mwaka mpya kivyake. Hilo ndio lilikuwa lengo kuu ambalo Lisa aliambiwa na Neli. Kwa ufinyu wa fikra, Lisa alishindwa kabisa kutofautisha uongo na ukweli juu ya mawazo ya Neli. Macho yake yaliishia kutizama nyuma tu pasipo kuwaza la mbeleni. Pengine hata angetizama pembeni, huenda angeliona chozi la Clarence. Bimdada hakuwa na uwezo wa kumkwepa Neli kwa sababu nguvu ya pesa na kumbukumbu za mapenzi yake na Neli zilimaliza mchezo wote. Kwa wakati huo Neli alikuwa na pesa nyingi tu za kuchezea. Kama ilivyokuwa desturi kuelekea kipindi cha sikukuu ya Krismasi na mwaka mpya, wanafunzi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam walipewa mapumziko kwa muda wa wiki moja. Baadhi ya wanafunzi waliokuwa wanaishi ndani ya jiji na mikoa ya jirani na jiji walirudi kwao kuungana na familia zao, na wale waliokuwa wakitokea mikoa ya mbali walibaki ndani ya jiji ili kuepusha gharama ambazo hazikuwa na ulazima. Clarence alibaki chuo huku akiendelea kujiimarisha zaidi katika masuala ya taaluma, na pia alikuwa na program maalumu ya kuwafundisha baadhi ya wanachuo ambao walichagua kubaki chuoni. Sharoni alikuwa miongoni mwa wanachuo waliobaki chuoni na dhamira yake kuu ilikuwa ni kufundishwa na Clarence. Katika kipindi hicho Clarence na Sharoni walipata muda wa kutosha wa kukaa pamoja kwa mara nyingine tena. Kwa upande wa Lisa, yeye alirudi kwao kwa ajili ya kujumuika na familia kwenye sikukuu ya Krismasi. Siku mbili baada ya sikukuu ya Krismasi kupita, Lisa alirudi chuoni kuungana na Clarence kwenye program za masomo. Mnamo tarehe ya mwisho kabisa ya kuaga mwaka, yani Disemba 31, Lisa alimwaga Clarence kwamba anakwenda tena nyumbani kwao ili akapate wasaa mzuri wa kufanya sala ya pamoja na familia kuelekea mwaka mpya. Clarence hakuwa na pingamizi lolote juu ya kauli ya Lisa, kwa kuwa ile ilikuwa ni desturi kwa baadhi ya familia au jamii kuungana pamoja
katika kuuaga mwaka na kuanza mwaka mpya. Lakini sasa wakati Clarence akiamini Lisa yupo kwa wazazi wake, wazazi nao waliamini Lisa yupo chuoni. Ukweli ni kwamba Lisa hakuwa chuoni wala hakuwa nyumbani kwao. Kwa wakati huo Lisa alikuwa ndani ya boti kuelekea visiwani Zanzibar akiwa sambamba na mtaalamu Nelson. Tena wakiwa ndani ya mahaba mazito kabisa. Hivi bado unajiuliza nyoka aliwezaje kumlaghai Hawa au Eva ndani ya bustani? Bana, hii ni hatari sana. Jamani, hii ilikuwa ni sehemu ya 7 ya simulizi yetu hii ya Lisa na Clarence, ama unaweza kuita na kukumbuka Dear Ex. Basi niseme asante kwa kuwa shabiki wa Light Simulizi. Asante kwa kumchagua binti wa Malavi David. Tukutane hapo kesho kwa ajili ya kujua je, nini kitajiri. Lisa yuko ndani ya boti anaelekea visiwani Zanzibar. Yupo na nani? Yupo na mtaalamu Nelson, ama unaweza kumuita Neli. Wanakwenda kuenjoy huko Forodhani. Ila mabinti. Salute. Shikamoni mabinti popote pale mlipo. Kwa kweli nabaki hoi, yani naishiwa power. Basi tukutane hapo kesho tujue je, Lisa atarudi lini huko visiwani Zanzibar, na je atarudi akiwa salama? Nachoka mimi dada yenu. Tukutane hapo kesho, lakini kumbuka kwamba nakupenda sana, yani love you so much.